the book of Hebrews, chapter 11 and verse 6. We are going to read only one verse, verse 6. Mstari mmoja wa kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Tahesabu mpaka 3. Naomba tusome kwa sauti moja. Wale ambao wana Biblia zao ziko moyoni, basi hamna shida, fungua moyo wako sasa ili uweze kusoma kutoka moyoni. Na wewe ambaye huna kabisa hata moyoni, basi Mungu akusaidie kuombea kwa jina la Yesu upate Biblia kesho uweze kuja na Biblia. Amen. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. 1, 2, 3. Jamani, hata kwenu nyumbani kwenu wenyewe bado mnauoga na wasiwasi. Kule mlikokuwa mmepanga, mlikuwa mnaogopa mtambua mnatupigia kelele. Waweza wakawafukuzeni kabla ya mtani muda kufika. Lakini hapa mko nyumbani, mnamuogopa nani jamani? Sasa kwa nini mnasoma kwa uoga? Turudie tena. 1, 2, 3. Hallelujah. Mimi na wasomi wakubwa sana hapa. Sasa sijani. Tunapokwenda kwenye kituo lazima tuweke kituo. Si ndio jamani? Ili kusudi tuweze tukifuata utaratibu wa maandiko vile inavyoandikwa tutakwenda vizuri. Hallelujah. Una sababu ya kwenda speed ukatuacha. Kwenye kituo piga kituo. Hallelujah. Kwenye pause piga pause kidogo. Hallelujah. Mara ya mwisho 1, 2, 3. Inua mkono wako kuume juu, sema kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko uwa. Kumbe unakalili Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, tena nachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sema Bwana Yesu, kwa neno hili asubuhi na mchana wa leo, maisha yangu hayatabaki vile yalivyo. Leo inaingia hatua nyingine mbele kwa imani katika jina la Yesu. Ninapokea. Amen. Piga makofi ya shangwe wakati unaketi kwenye kiti chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaendelea, kuna mchungaji Richard kutoka Dodoma alinipigia simu na kuniambia anakuja leo kupo na sasa na ibada pamoja na sisi. Kama upo mchungaji Richard kutoka Dodoma, mkono wako tafadhali. Niko kule nyuma. Basi ni inuka tu kidogo hapo bwana mchungaji. Njoo baba mchungaji ukae hapo kidogo. Kuna viti viwili hapo. Njoo mbele hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama mtu anatoka Dodoma na kupigia simu, mtumishi wa Mungu nahitaji kuja huko kuabudu na wewe na nyinyi, nahitaji kupokea. Sasa wewe utampiga jamani wewe. Si lazima umfagilie kidogo Sasa si wakati umefika hapo kwenye kiti mchungaji. Sasa uwapungie mkono huko. Mikono yote miwili unawapungia. Hallelujah. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni mmoja wa wageni wetu ambao wametutembelea siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 11 na mstari ule wa 6. Anasema basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana yeye amwendeaye Mungu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima amini kwamba yeye yupo, na tena huwapa thawabu
wale wamtafutao. Father Lord, we thank you. We give you all the glory and the honor, my living Father. Thank you for this wonderful opportunity that, Lord, you have given us, Lord. We are here assembled together, my living God, for your glory. Please, our living God, we commit ourselves unto you, Lord, and we ask you the presence of your Holy Ghost to minister to us in the mighty name of Jesus. Kila mmoja sema amen. Amina kubwa tena, amen. Kichwa cha somo langu asubuhi ya leo kinasema uwe na imani kubwa. Uwe na imani kubwa. Kichwa changu cha somo langu asubuhi na mchana wa leo kinasema uwe na imani kubwa. Uwe na imani kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia yangu inasema katika Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza, anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika Waebrania 11:6 ambayo tumesoma, anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maneno mengine, usipokuwa na imani huwezi kumpendeza Mungu. Kinyume cha kumpendeza ni kumchukiza. Kwa maneno mengine, usipokuwa na imani wewe unamchukiza Mungu. Naongea na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kumbe usipokuwa na imani, usipoamini, maana yake wewe ni chukizo mbele za nani? Za Mungu. Kwa maneno mengine, usipokuwa na imani hakuna chochote utakachopokea kutoka kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wewe pamoja na maombi yako ni chukizo mbele za Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwa maneno mengine, ukisoma Biblia yako vizuri mwanzo mpaka mwisho, unaona kama kuna kitu ambacho kimegongomelewa msumari, ni kitu kinaitwa imani. Imani ni msingi, haleluya. Imani ni msingi wa wokovu wetu. Haiwezekani wokovu ukawepo pasipo imani. Kwa hiyo maisha yetu yote yametengenezwa kwenye nguzo inaitwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho tunatakiwa tukiangalie kwa makini, kama kuna kitu ambacho tunatakiwa tukishughulikie kwa kina ili tuweze kukielewa sawa sawa, ni kitu kinaitwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kwa maneno mengine, ili Mungu afanye jambo kwenye maisha yako, ili Mungu atidhihirishe kwa maisha yako, imani inahitajika. Haleluya. Ni pale tu Mungu anapoona imani ndani yako, ndipo Mungu anaweza kufanya kitu katika maisha yako. Leo ninaongea juu ya imani kubwa. Kwa nini naongea juu ya imani kubwa? Ninataka wewe mtoto wa Mungu uwe na imani kubwa, kwa sababu imani kubwa, haleluya, inamdhihirisha Mungu katika maisha yako kwa makubwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa ile 23b. Biblia inasema na kila tendo lisilotokana katika imani ni dhambi. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kwa maneno mengine, kumbe kutokuamini ni dhambi mbaya. Dhambi ambayo itakufanya wewe maisha yako yasiweze kupata upenyo. Nikapata uelewa, nikasema wengi wetu hatuvuki kwenda hatua nyingine. Wengi wetu hatupokei sawasawa na haja ya mioyo yetu, kwa sababu imani yetu ina shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanashindwa kusimama kwenye imani kwa sababu wanaogopa watu. Wengine wanaogopa
wanaogopa majirani zao, wengine wanaogopa wake zao, wengine wanaogopa waume zao, wengine wanaogopa familia yao, wengine wanaogopa mizimu ya kwao. Kwa maneno yao inasababisha ya kwamba ile imani inayohitajika, inaitwa imani kubwa, isitende kazi katika maisha ya mhusika. Leo nataka nikuamshe kidogo, nikupeleke kwenye hatua nyingine. Nataka ubebe imani kubwa katika maisha yako, kwa sababu mimi sijisikii kuona kila siku unakalia kiti na kila siku hakuna mabadiliko kwenye maisha yako. Nataka nione maisha yako yanabadilika. Nataka nione unapiga hatua nyingine mbele katika maisha yako, na kitu kikubwa ambacho kinahitajika hapa ni imani. Na tunapozungumza imani, tunazungumza kuliamini neno la Mungu. Tunapozungumza imani wakati wowote, tunamaanisha kuliamini neno la Mungu, na neno la Mungu ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo ni Mungu. Tunaposema juu ya imani, tunamaanisha kuliamini neno, kuwa na uhakika na neno vile ambavyo limesema, whether linakufadhaisha au halikupendezi, whether linakuumiza au linakung'ong'a. Kamata hilo neno kama lilivyo, tembea nalo. Hiyo ndio inaitwa imani kamilifu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema leo nazungumza juu ya imani kubwa. Imani kubwa ni nini? Imani kubwa ni imani inayosimama katika ahadi za Mungu zilizo ngumu, au kubwa ya Mungu katika neno lake. Tunapozungumza imani kubwa, tunamaanisha ni imani inayosimama katika ahadi za Mungu zilizo ngumu au zilizo kubwa katika neno la Mungu. Nielewe vizuri. Katika Biblia kuna ahadi nyingi sana ambazo Mungu ametuahidi kwenye maisha yetu. Sasa katika hizi ahadi, zingine ni ngumu kutekelezeka kwenye maisha yako na nyingine ni nyepesi. Haleluya. Sijui kama unanielewa. Sasa pale tunapoingia kupambana na ahadi za Mungu zilizo kubwa, zilizo ngumu, ndipo hapo tunazungumzia imani kubwa. Haleluya. Kuna imani ndogo ambayo ni imani ya kawaida au imani ambayo haipo. Tunazungumzia ahadi ya kawaida, ahadi nyepesi. Kwa mfano, Mungu yupo. Hiyo ni ahadi ya kawaida. Haleluya. Hapo kila mtu, hata aliyekuwa kwenye dini, anaelewa kwamba Mungu yupo, wala hakuna kitu cha kusumbua hapo. Haleluya. Mwingine hata kuokoka hajaokoka, yuko kijijini kule, anatembelea mkongoni, anakwambia Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ni ahadi ya Mungu kwetu, sawa, lakini ni ya kawaida. Haleluya. Imani hiyo ni ndogo tu, imani hiyo ni ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imani ya kuja ibadani, imani ya kawaida tu, imani ndogo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ya kutoa sadaka ya ibada, hiyo ni imani ya kawaida tu, kwa sababu hata wasiomjua Mungu wanatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauhitaji shughuli mbaya. Lakini tukienda mfano wa Mathayo sura ya 10 mstari wa 8, Biblia inasema maneno haya. Anasema ya kwamba pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepewa bure, toeni bure. Sasa hiyo hapo inahitaji imani kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unapomwambia mtu fufua mfu, Bwana Yesu asifiwe sana, kwanza anashindwa kukuelewa kwamba mtu anaweza akafufuka. Haleluya. Ili kutekeleza hilo neno, ili kuitimiza hiyo ahadi kubwa, hiyo ahadi ngumu, inahitaji imani kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila mmoja anahitajika kuwa na imani kubwa katika nini? Maana yangu ni moja tu, ili uweze kufanya mambo yasiyowezekana katika hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja niliongea na narudia tena. Wewe kama mtoto wa Mungu umeokoka, haleluya,
umejazwa Roho Mtakatifu, unatembea na Mungu wako aliye hai. Usitembee katika maisha ya kawaida. Mungu hakutarajii wewe uishi maisha ya kulingana na wengine wasiomwamini Mungu. Mungu anakutegemea wewe uishi maisha yaliyokuwa tofauti na wasiomjua Mungu. Na katika eneo la imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani yako wewe ambaye umemwamini Mungu lazima iwe kubwa kuliko hao majirani zako, kuliko hao ambao unapishana nao au unafanya nao biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome neno moja la Mungu hapa ili nitoe kidogo ufafanuzi wa kuweza kueleweka kwako. Haleluya. Katika kitabu cha Luka sura ya 7 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 10. Nasoma hiki kisa ili niweze kuendelea kuongea juu ya imani kubwa. Mungu wangu aliye hai na kuhitaji uwe na imani kubwa. Haleluya. Luka sura ya 7 na ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 10. Biblia inasema, alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaum. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu ya kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi sana, wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao, hata alipokuwa si mbali na nyumba yake. Yule akida alituma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo niliona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akaugeukia mkutano uliokuwa ukimfuata, akasema, nawaambia, hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani, wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu gani ambacho kilimgusa Yesu mpaka akasema ya kwamba imani hii sijapata kuiona, imani hii ni kubwa, sijaiona kwenye Israeli yote? Bwana Yesu atusaidie sana. Na akaguswa Bwana Yesu na ile imani kubwa, akamponya yule mgonjwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Huyu akida ambaye alikuwa hawezi, ambaye mtumwa wake alikuwa hawezi, aliongea maneno machache, lakini hayo maneno yanaonyesha yalikuwa na nguvu kubwa katika imani. Akamwambia Yesu, mimi sistahili wewe uje kwangu, wala ustahili kuingia ndani ya dari yangu. Wewe tamka neno tu. Come on. Tamka neno tu na mtumwa wangu atapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anafafanua kule, anasema hivi, mimi ni mtu mwenye mamlaka. Haleluya. Nina uwezo wa kumwambia huyu njoo, akaja askari wangu. Akida maana yake ni mkuu wa kikosi cha jeshi la Kirumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akajaribu kuangalia kwamba yeye akiwa ni askari, haleluya, wa kikosi cha Kirumi, ana mamlaka ya kumwambia askari njoo, akaja, fanya hivi, anafanya. Sasa huyu Yesu ni mkubwa kuliko yeye. Come on. Naongea na mtu hapa, nielewe vizuri. Huyu Yesu ni mkubwa kuliko yeye. Kwa hiyo ana uwezo, Bwana Yesu asifiwe sana, wa kimungu ndani yake. Anaweza akatamka neno, mambo yakafanyika. Una haja Bwana Yesu ya
kuja nyumbani kwangu, kuingia nyumbani kwangu. Kwa mamlaka ulionayo, kwa uwezo ulionayo, wewe unaweza ukatamka neno na ikawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akaona huyu mtu uelewa wake sio wa kawaida, imani yake huyu mtu ni kubwa, ya kujua kwamba mimi ninaweza nikasimama popote, nikakaa popote, nikatamka neno na ikafanyika. Huyo anatambua kwamba mimi sio mtu wa kawaida. Huyo anatambua kwamba ni Mungu niliye hai. Kwa sababu hiyo, hii imani nimebarikiwa nayo, kwa sababu katika Israeli yote hakuna mtu aliyeweza kupata ufunuo huu akatamka kama huyu mtu alivyotamka, na iwe kwako, na mtumwa wake akapona tangu saa ile. Imani kubwa ni imani ambayo inashughulika na mambo magumu katika mazingira tulionayo. Kuna baadhi ya mazingira ambayo ukiyatazama kibinadamu unaona kwamba hayawezekani, lakini wewe ukiliamini neno katika mazingira hayo, bado unayo nafasi ya kuweza kumgusa Mungu na kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko mahali hapa tumeketi na mazingira sio rafiki. Haleluya. Tunahitaji kukaa katika mazingira mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako wengine wenye imani ndogo, lakini mimi asubuhi na mchana wa leo naomba niungane na wenye imani kubwa katika jina la Yesu. Imani yangu inaniambia hapa kuna ghorofa kubwa vile. Hapa kuna Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sikai kama mtu asiye na imani. Wanababa baba askofu, wewe unafanya vitu kwa gani hivi? Watu watakucheka, sawa nicheke, lakini yupo ninayemwamini ambaye huyo hawezi kuniangusha. Na najua imani yangu na wenda wazimu wangu utambariki Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ujinga wangu kwa mwanadamu ni baraka na uelevu mbele za Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kupanda viwango, kama unataka kuongezeka katika maisha yako ya imani, nataka nikwambie unahitaji kuwa na imani kubwa. Imani ambayo mazingira yakubali, imani ambayo muda haukubali, imani ambayo neema majirani hawakubali, lakini wewe kwa sababu neno la Mungu limesema, unasimama na hilo neno na unakwenda na hilo neno. Na nataka nikwambie hakuna atakayekugusa. Mungu aliye hai atasimama, atakupigia saluti, na utaona mambo makubwa yanafanyika kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Niongeze mfano mmoja mwingine wa pili. Haleluya. Niongeze mfano mwingine wa pili. Kitabu cha Mathayo sura ya 15 kuanzia mstari wa 21 mpaka mstari ule wa 28. Nataka uangalie imani kubwa. Haleluya. Mathayo 15:21 mpaka 28. Biblia inasema Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, na tazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akasema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakujibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana nisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndio Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani kwa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Sema amina. Sema tena amina kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako mambo magumu kwenye maisha yetu, yako mambo ambayo kibinadamu yameshindikana, yako mambo ambayo hayawezekani kwa nguvu na kwa uweza wa kibinadamu. Ni Mungu tu anahitajika ili aweze kufanya. Na wewe ili Mungu afanye, lazima ubadilike, utoke kwenye ubinadamu wa kawaida uingie katika ubinadamu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa na imani kubwa uweze kuamini vitu ambavyo mwanadamu wa kawaida hawezi kuamini.
kuamini, lakini Yesu wako aliye hai ana uwezo wa kufanya, kwa sababu hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama Mkananayo, Biblia inamtambulisha wa mipaka ya Tiro na Sidoni. Maana yake ni kwamba huyu mwanamke sio Mwisraeli. Cha kushangaza, huyu sio Mwisraeli, maana yake hamjui Yesu kazaliwa wapi, hamjui Yesu anafanana nini, hajui hata familia ya Yesu. Ni mtu ambaye imani yake iko tofauti. Haleluya. Lakini angalia vile ambavyo alikuwa na imani juu ya Yesu kuliko Waisraeli wenyewe. Haleluya. Kwa nini? Alisikia, akapata habari ya kwamba kuna mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukikutana na huyo lazima uwe mzima, lazima upate muujiza. Akaamini yule mama kwa shuhuda ambazo amezisikia tu kwa watu. Siku ikafika, akapita mtaani. Mimi nampenda Yesu sana. Alipita kule mtaa ule kwa makusudi, kwa sababu alikuwa anajua yuko mama Mkananayo ambaye anahitaji kutengeneza somo linaloitwa imani kubwa. Akapita. Yule mama akasikia Yesu Kristo anapita, ikabidi akimbie. Bwana Yesu asifiwe sana, ili mtoto wake aweze kupata msaada, kwa sababu ameshangaika sana bila msaada. Ameshatumia fedha nyingi bila msaada, ameshauza kiwanja bila msaada. Hakuna tumaini lililobaki. Akajua ya kwamba huyo lazima nipone na kuwa mzima, mimi pamoja na mtoto wangu. Akaenda, bahati mzuri akamwona Bwana Yesu, ikabidi apige kelele, amwite Yesu ili amponye mtoto wake. Nazungumzia juu ya imani kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Biblia inasema akamwita Yesu, mwana wa Daudi. Biblia inasema Yesu akanyamaza kimya. Yaani unamwita mtu ambaye unategemea ndio msaada wako, alafu yule mtu ananyamaza kimya. Yaani maana yake ni kwamba hana time na wewe. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Biblia inasema ya kwamba wakati anapiga kelele na Yesu pasipo kugeuka, wanafunzi wa Yesu wakamgeukia Yesu, wakamwambia achana naye yule mama, Bwana anapiga kelele nyuma yetu. Na yule mama naye anasikia kwamba wanafunzi wake Yesu wanamwambia Yesu achana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado yule mama akatoka huko alikotoka, akakimbia, akaanguka mbele ya Yesu Kristo, akamwambia Bwana unisaidie. Haleluya. Mwisho wa mambo yote linatoka kombora. Biblia inasema Yesu akasema sikutumwa ila kwa wana wa Israeli. Maana yake anamwambia wewe ni wa mipaka ya Tiro na Sidoni, wewe ni mataifa tu, una nafasi kwenye hivi swala la Israeli. Mimi nimetumwa kwa ajili ya watoto wa Israeli, sio kwa watu wa mataifa. Achana na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule mama akasema nimepata shuhuda nyingi juu ya wewe Yesu Kristo. Umeponya watu wengi, umeinua viwete, umepasua mahali, umesikia shuhuda nyingi, na kwangu inawezekana pia. Kama unataka kunisukumia mbali, nisukumie mbali, lakini mimi ninaamini ya kwamba wewe ndiye unayeweza kuniponya na mwanangu akawa huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kombora la mwisho likatoka kwa Yesu. Yesu akamwambia si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana yake nini? Yesu anamwambia yule mama, sikiliza, uponyaji sio kwa ajili ya watu wa mataifa. Uponyaji nilionao nimebeba ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Nimekuja kwa ajili ya taifa hili, si vinginevyo. Nataka nikwambie hivi, ingekuwa wewe hata hapo usingefika. Yaani ile ya kwanza tu, ile unapiga kelele, alafu hajasikia, anajifanya asikii, ukaendelea mbele na safari, alafu unapiga kelele, yeye anajifanya asikii. Maana
sio kama asikii. Alafu anatokea wanafunzi wanapiga sauti kubwa, wanaambia bwana achana naye yule, anapiga kelele nyuma yetu. Hapo tu ulishaondoka, ungeshaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mimi nasema vya kusingizia? Si tuangalie mifano michache tu. Huko kwenye kwaya uliokuwepo, si umesusa umeondoka? Kwa nini umeondoka? Yaani nikajaribu kadogo, maana yake imani yako ni ndogo, imani yako ni simple, easy. Haleluya. Wamekukwaza kidogo, basi umeondoka. Haleluya. Wamekukwaza kidogo eti tu kwa sababu walikunyima tu maji ya kunywa kwenye kituo kule tunakosali kanisa la nyumbani, umesusa, uendi tena. Uendi tena kituo cha malezi. Kanisa la nyumbani umelitelekeza. Kwa nini? Eti umekwambia kwa nini hujatoa sadaka? Umekata mguu, uendi tena kwenye kanisa la nyumbani. Kwaya umeama, hauko tena kwenye kwaya. Kanisa umekimbia. Nashangaa leo kwa nini umerudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini watu wamekukwaza kidogo? Haleluya. Maana yangu ni ndogo tu, kwa sababu ya imani yako ndogo, na ndio maana umekwazika na umeacha ulichokifanya. Sasa swali langu, ulikuwa unafanya kwa ajili ya huyo au ulikuwa unafanya kwa ajili ya aliyekuita, anayeitwa Mnazareti? Nachotaka nikusaidie, imani kubwa tunatakiwa kuwa nayo. Maana yake ni kwamba kwenye majaribu makubwa, haijalishi yakoje, lakini bado tuna uwezo wa kusimama kwa yule tuliyemwamini, ya kwamba iwe itakavyokuwa, mimi nimesimama na wewe, Yesu wangu uliye hai. Na hiyo ndiyo pekee njia ya kuweza kuona miujiza ikifanyika juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini unaendelea kuwa na imani ya kitoto? Wewe kila siku lazima ubembelezwe. Wewe kila siku lazima upetiwe. Wewe kila siku lazima uombwe. Tunamuomba Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji watu walio magumegume katika imani, kwa sababu tunahitaji kutiana moyo, tunahitaji kupashana joto, tunahitaji kutiana nguvu. Hatuhitaji malegelege wa imani, tunahitaji majasiri wa imani, watu wenye imani kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikusaidie. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kusimama na kukuheshimu wewe kama wewe utachukua nafasi ya kumsaidia kutokana na udhaifu wake. Yaani huyo mtu na udhaifu wake ndio nao, wewe ukisimama ukamsaidia akatoka kwenye udhaifu, wewe utaheshimiwa. Heshima juu yako itakuwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si swala la kumtekeleza na kumtelekeza mwenzako, hapana. Si swala la kumsemea mwenzako vibaya, si swala la kumzodoa mwenzako, hapana. Nataka ujue, mtu yeyote anayekuongelea vibaya, jua ya kwamba huyo mtu imani yake ni ndogo. Sasa una haja ya kulingana naye, una haja ya kujishusha kutoka nafasi ulionayo ya imani, ukashuka ukalingana naye huyo mwenye imani ndogo. No, unachotakiwa wewe umvute huyo asogee kwenye kiwango cha imani ulicho nacho wewe. Kwa hiyo mtu anapokusema vibaya, haleluya, mbariki huyo mtu ili ajue kwamba wewe unaye Mungu wa kweli. Haleluya. Anapokataa kukusalimia, wewe msalimie, alafu muongezee juu neno, mwambie nakupenda katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya Lord. Haleluya. Mgeukie jirani yako, mwambie wewe na imani kubwa. Unajua, ili uishi maisha ya imani, nataka nikusaidie. Wakati mwingine unatakiwa uonekane kama mjinga fulani hivi. Wakati mwingine unatakiwa uonekane kama akili zako zimepungua hivi kidogo, ili uishi kwenye maisha ya imani kisawasawa. Mimi nampenda Yesu sana. Unajua, Mungu hataki wewe uheshimiwe. Mungu hataki wewe ujiinue. Mungu hataki wewe uonekane bora. Mungu ndo anahitaji kukuona wewe bora. Lakini wewe unatakiwa ujione kwamba huna kitu. Wewe unatakiwa ujione kwamba wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Mungu wako ndio ainuliwe, aonekane kuwa juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida inayotutesa ni heshima.
Watu wanataka heshima, watu wanataka kuheshimiwa, hata kama hali ambapo hajafanya chochote cha maana, lakini bado anahitaji kuheshimiwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Achana na huo mtindo wa maisha. Ishi maisha ya imani. Ishi maisha ya kuonesha ya kwamba wewe bwege tu wa kawaida. Halafu Mungu ndiye atakaye kuheshimisha wewe. Mungu ndiye atakaye kupa neema wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wanataka kutumika mbele za Mungu kwa jinsi nyingine na tofauti. Kinachotutofautisha sisi watumishi kwa watumishi ni neema ya Mungu, sio kinginevyo. Neema ndio inakutofautisha wewe na mtumishi mwenzako. Neema ndio inakutofautisha wewe na mwimbaji mwenzako. Neema ndio inakutofautisha wewe na mhudumu mwenzako. Na hii neema haipatikani kwa kujiinua. Hii neema inapatikana kwa kujishusha na kujinyenyekeza mbele za Mungu aliye hai. Maana yake mpe nafasi Mungu afanye kwa utukufu wake mwenyewe. Achana na kujitetea, achana na kujigonga gonga, achana na kujigamba kwa wanadamu. Achana nayo hiyo. Mwache Mungu afanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nina mambo machache kidogo naomba niseme kidogo kama ufupisho wa somo langu siku ya leo. Namba moja, maombi yako yote lazima yasimame juu ya neno la Mungu. Maombi yako yote unayoyapeleka mbele za Mungu lazima uhakikishe yamesimama juu ya neno la Mungu. Hakuna maombi ambayo unatakiwa kuomba yasiyokuwa na neno la Mungu kama kusapoti hitaji lako. Ili usiombe vibaya, ili usiombe maombi yasiyokuwa na kibali mbele za Mungu, hakikisha kila hitaji lako linasimama juu ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kuwa ili Mungu afanye haja ya moyo wako lazima uwe na imani katika neno la Mungu. Kwa maneno mengine, huwezi kusema unamwamini Yesu wakati uliamini neno la Mungu. Hicho kitu hakipo. Kwa hiyo lazima ufike hatua utambue kutoka ndani ya moyo wako ya kwamba lazima uwe na imani ili vitu viweze kufanyika kwenye maisha yako. Ili haja ya moyo wako iweze kutendewa au iweze kufikiwa na Mungu, lazima imani ichukue nafasi katika neno la Mungu. Imani namba 3. Imani huwa ni kubwa pale unapoamini ahadi ngumu. Pale unapoamini ahadi ngumu za Mungu. Ngumu kibinadamu. Yaani maana yangu nini? Maana yangu unapokutana na neno la Mungu ambalo limekuwa ni gumu kwenye maisha yako na ukaamini kwamba inawezekana na ukasimama hapo iwe itakavyokuwa, hiyo ndio tunazungumza imani kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana huko mahali hapa una changamoto yako. Inawezekana unaumwa. Inawezekana una kodi ya nyumba na umeambiwa unatolewa vyombo nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana huko mahali hapa unadaiwa deni kubwa na una jinsi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu ambacho kikubwa ambacho unachotakiwa sio kukimbia deni. Deni halikimbiwi. Haleluya. Na hasa ukiwa mtu ambaye unayo imani ndani ya Kristo Yesu. Bali Mungu wako lazima uamini kwamba ana uwezo, haleluya, wa kufanya njia mahali pasipo na njia. Haleluya. Lazima uamini kwamba mimi siwezi kuaibika kwa sababu Mungu anasema katika neno lake, yeye anayemtegemea hatotahayarika milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamata neno, tembea na hilo neno. Haijalishi mazingira yakoje, watakucheka sawa, watakuona una maana sawa, lakini iko siku itakuja jina la Mungu wako aliye hai litatukuzwa kwa kupitia wewe katika jina la Yesu. Huwezi kulitenda au kulipenda neno wakati huliamini. Namba 4, huwezi kulipenda neno la Mungu wakati huliamini.
yako inapokuwa ndogo, maana yake wewe ni chukizo, au maombi yako ni chukizo mbele za Mungu. Narudia tena, imani yako inapokuwa ndogo, maana yake maombi yako ni chukizo mbele za Mungu. Kwa maneno mengine, sio rahisi Mungu kufanya au kujibu maombi yako kama imani yako wewe ni ndogo. Mwenye imani ndogo hupokea vitu visivyokuwa vikubwa, atapokea vitu vilivyo vidogo. Maana yake namba 7, imani ndogo ni kuamini ahadi nyepesi nyepesi za neno la Mungu. Mfano, Mungu yupo, vitu vyote vimeumbwa na Mungu, sadaka ya ibada kama nilivyosema, kuja ibadani ni imani ya kawaida ambayo haina nafasi ya kumgusa Mungu kipekee. Kwa hiyo tunapozungumzia imani kubwa, tunazungumzia imani yenye kumgusa Mungu kipekee. Imani kubwa inaleta tofauti kati yako wewe unayeamini na wengine ambao hawaamini. Bwana Yesu asifiwe. Imani kubwa ni pale unapoamini ukweli mgumu wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine unakutana na mazingira magumu, pale unapoweza kuamini, haleluya, katika mazingira magumu, hiyo ndio tunaita imani kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na imani kubwa huleta matokeo makubwa katika maisha yetu. Na nataka nizungumze hili neno kidogo wakati ninapokwenda kumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuleta hapa kwa kusudi moja tu. Maana yangu nataka nikutoe kwenye imani ndogo nikupeleke kwenye imani kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ninachotaka mimi ni kwamba Mungu afanye vitu vikubwa kwenye maisha yako ambavyo havijaweza kufanyika kwenye maisha yako. Ili vitu viweze kufanyika kwenye maisha yako, lazima ubadilike katika imani. Kiwango chako cha kumwamini Mungu kinatakiwa kiinuke juu kuliko vile ilivyokuwa zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni nini? Maana yake simama sawasawa na neno la Mungu linavyosema, kulingana na shida yako ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana umekwenda hospitali na walipokufanyia vipimo hospitali wakakwambia ugonjwa huo hauwezi kupona. Haleluya. Wamekwambia ugonjwa huo hauwezi kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hospitali kuna nguvu mbili zinakaa kabisa. Ameni, hospitali kuna nguvu ya Mungu inakaa hospitali, na kuna nguvu ya shetani inakaa hospitali. Kwa hiyo wewe unapokwenda hospitali lazima uelewe kwamba utakwenda hospitali, lakini kuna uwezekano nikakutana na nguvu moja kati ya hizi mbili zilizopo. Kuna nguvu ya shetani na kuna nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili utakapokutana na hiyo nguvu ya shetani uweze kuipinga, haleluya, na ukatamka neno sawa sawa na imani ya kimungu iliyokuwepo. Wanaposema ugonjwa wa uponi, lakini wewe utasema katika neno la Mungu linasema vizuri, Bwana Yesu asifiwe sana, ya kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Haleluya. Au Mungu anaponya magonjwa yote. Haleluya. Pale unapopewa hilo neno haraka, na wewe rudisha hilo neno haraka. Futa kabla hujachukua muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uelewe hilo neno litakapokaa kwa muda mchache kidogo ndani yako, litazaa kitu, litatengeneza kitu. Kwa hiyo utalitoa, lakini utabaki na makovu. Sasa ili mradi usibaki na makovu, hakikisha ya kwamba halichukui muda hilo neno linapotamkwa na wewe unalifuta haraka iwezekanavyo. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Najua kuna watu hapo wametamkiwa maneno mengine, maneno ya ajabu ajabu, na nazungumza hiyo hata kwa baba yako mzazi, hata kwa mama yako mzazi, hata kwa mjomba wako, hata kwa shangazi yako, hata kwa mmeo, hata kwa mkeo. Tena tunapokutana na mume na mke ndio kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mume ameokoka, mwanamke hajaokoka. Mwanaume ameokoka, mwanaume hajaokoka, mwanamke hajaokoka. Kuna maneno magumu, na wengine wameokoka kabisa wanatamka maneno ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikusaidie, usiache neno baya, neno gumu likatawala maisha yako. Haleluya. Likiingia kwenye ufahamu wako, likaweka makao kwenye ufahamu wako, litajirudia kila itwapo leo. Litakuwa linakuhubiria kila itwapo leo. Uwezekano wa kulipokea hilo neno na kulikubali na likaleta matokeo katika maisha yako ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo naomba na kusisitiza kwako tena, Bwana Yesu asifiwe sana, kila neno unalokwenda kulisikia kwenye masikio yako, sio kwamba kila neno uliache lipite. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni neno jema, libariki hilo neno, nakiri kwamba umepokea. Lakini kama ni neno baya, achana nalo hilo neno na ulikatae haraka iwezekanavyo na kulibatilisha hapo hapo lilipo, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ninakwenda kuomba, na ninakwenda kuomba kwa ajili yako. Nataka kwanza upandishe imani yako. Nataka uwe na imani kubwa. Maana yangu nini? Imani kubwa ninayozungumzia mimi ni kwamba yale ambayo kwako yameshindikana, amini kwamba inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui uko kwenye mazingira gani, mimi sijui maisha yako yakoje, lakini mimi sikukuleta hapa bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimekuleta hapa kwa sababu yuko ninayemwamini, ambaye anaweza kufanya yasiyowezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninaomba nianze na wewe leo. Bwana Yesu asifiwe sana, ya kwamba yale ambayo kwako yameshindikana, yale ambayo kwako hayawezekani, naomba uamini pamoja na mimi jioni na mchana wa leo na asubuhi ya leo kwamba kwa Mungu wetu aliye hai inawezekana. Na tunatamka mbele za Mungu wetu aliye hai ya kwamba tunaamini kwamba inawezekana. Haleluya. Kigezo cha kuonesha kwamba imani yako ni kubwa ni kutamka kwa kinywa chako na kukiri ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana, ya kwamba unaamini yale ambayo hayakuwezekana inawezekana leo na mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nina uhakika Mungu wetu aliye hai anakwenda kusikia, na anapokwenda kusikia anakwenda kufanya sawa sawa na haja ya moyo wako. Ninahesabu shuhuda kwenye maisha yako kwa siku yetu ya kwanza, kama ilivyokuwa siku mpya leo. Tunaanza siku ya kwanza leo. Tambua ya kwamba vitu viko vipya katika maisha yako ambavyo vinakwenda kufanyika leo. Siku mpya, mambo mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka nikutoe kwenye ile kawaida uliyokuwa nayo. Jua ya kwamba umeingia katika neema nyingine mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukaa kwetu tulikokaa pale Sako Mikoroshini, Bwana Yesu asifiwe sana, tulikuwa na neema, tulikuwa tunatembea nayo. Sawa? Na neema yetu tulikuwa tunatembea nayo ni neema ya kukodi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama naongea na mtu ananielewa. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema tulikuwa tunatembea nayo kule ni neema ambayo iko kwenye viwango fulani. Haleluya. Na viwango hivyo, viwango vya kukodi, tunamwamini Mungu kwa kulipa kodi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tulipokuja hapa tumeingia na neema nyingine. Hapa sio ya kukodi, hapa ni ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani umetoka mahali ambapo imani yako ni ndogo, sawa, ya kukodi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa umekuja kwenye imani iliyo kubwa ya juu zaidi ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi naomba nitamke neno hili kama Mungu wangu aishivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uliyekuja hapa na utakayekaa hapa, kama tunavyomiliki eneo hili, ndivyo na wewe unaenda kumiliki mali zako. Kama una kiwanja utakwenda kumiliki kiwanja. Kama una duka utaenda kumiliki duka. Kama una nyumba utaenda kumiliki nyumba. Kama unakwenda kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujawahi kuwa na akaunti yenye milioni 10, unakwenda kuwa na akaunti yenye milioni 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nakushangaza kwa neno hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda kusikia shuhuda hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia wiki ijayo ya yale ambayo Mungu anafanya mahali hapa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu umeinua kiwango chako cha imani. Na imani yako sasa hivi inaitwa imani kubwa. Na kama imani kubwa, Mungu atakuangalia kwa tofauti leo. Bwana Yesu, kwa sababu umemwamini. Sijui kama naongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kaa mkao wa kupokea mambo ambayo hujaweza kupokea huko ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku Mungu atakufanyia. Nasema tena, huku Mungu atakufanyia. Kwa sababu umechukua tendo la imani kubwa, na Mungu anaheshimu hilo kwa sababu limempendeza hilo, na Mungu anakwenda kukubariki. Sema amen. Kuna watu wanakwenda kupona magonjwa mazito. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu wanakwenda kumiliki mambo makubwa.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu hapa hana nyumba, analala kwenye nyumba ya kibanda. Naita kibanda, sijui ni nani, sielewi. Lakini anaishi kwenye kibanda. Naposema kibanda, sio maana yake nazungumza vibaya kwako, lakini nachotaka kukushuhudia tu ni kwamba Mungu anakwenda kukutoa kwenye hicho kibanda hicho ambacho wewe mwenyewe umepata shida sana kuishi maisha yako. Unaona kama ni mtu ambaye unadhalilika kila siku. Unaona hata ya kwamba jamaa na ndugu zako wasiweze kuja nyumbani kwako. Kama Mungu aishivyo katika jina la Yesu, unakwenda kutolewa hapo na unakwenda kumiliki. Unakwenda kumiliki nyumba yako. Na watakuja kukushukuru wewe kwa jinsi ambavyo Mungu amekutendea mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oh, glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngeukie jirani yako. Ngeukie jirani yako. Mwambie mwisho wa matusi umefika. Mwambie mwisho wa matusi umefika. Mwambie mwisho wa aibu umefika. Mwambie mwisho wa aibu umefika. Mwisho wa matusi umefika. Mwambie muda wako sasa wa kusimama kwa ajili ya Bwana katika jina la Yesu. Nasema mwambie hivi, ngeukie jirani yako. Mwambie muda wako wa kumtukuza Mungu umefika sasa. Unakwenda kumiliki na vinywa vyao vinakwenda kufungwa. Sikiliza. Ngoja nikwambie kitu. Mimi naamini kwamba Mungu anaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati tunahamia huko, ndio vizuri. Wakati tunahamia huko, nikasikia sauti inasema, ninakwenda kufunga vinywa vya maadui zako. Nasema hivi, mimi sijui adui yangu ni nani. Lakini ninachotaka kusema ni hivi, wakati mwingine unakaa huna shari na mtu, una habari na mtu, lakini kuna mtu ambaye katawaliwa na shetani, anakuchukia tu from nowhere. Yaani inakuja tu kwamba akupendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine wanafika tu wanashindwa kuvumilia. Inabidi waseme, haleluya, wakutana naye kwa mimi sikupendi. Haleluya. Mimi sijui nani anipendi. Mimi sijui nani ananichukia, lakini namtukuza Mungu kwa neno lake aliloliongea. Akasema ninakwenda kufunga vinywa vya maadui zako. Anayeamini aseme amina. Anayeamini asimame juu. Aseme amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Nikiwa baba yako wa kiroho ninatamka, Mungu aishivyo katika jina la Yesu, vinywa vya maadui zako vinakwenda kufungwa. Hakuna yeyote atakayeweza kuinua kinywa chake kinyume na wewe katika jina la Yesu. Nasema hakuna mtu atakayeinua kinywa chake kinyume na wewe, maana Bwana amekupa kibali katika jina la Yesu. Haleluya. Ni bora ajisalimishe kwako na kumtukuza Mungu wako aliye hai. Nasema ni bora watu support. Ni bora wakubaliane na wewe. Ni bora wamsimulie Mungu wako aliye hai. Ni bora wamuinue, waungane na wewe kumtukuza Mungu wako aliye hai, kwa maana hawataweza kusimama kinyume na wewe tena. Mungu ameamua kukubariki kwa baraka kubwa. Mwambie jirani yako unakwenda kumiliki. Mwambie unakwenda kumiliki. Mwambie unakwenda kumiliki. Mwambie unakwenda kumiliki. Mwambie unakwenda kumiliki kwa jina la Yesu. Sasa ngoja nikusaidie. Haleluya. Wakati ninakwenda kumaliza, ngoja nikusaidie. Sikiliza. 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 Mwenye nguvu siku zote waongei. Sijui kama unanielewa. Mwenye nguvu siku zote waongei. Mwenye nguvu siku zote anajiamini. Sijui kama unanielewa. Siku zote mwenye nguvu anafanya nini? Anajiamini. Naomba nikuombe kitu kimoja. Wewe sio mtu wa kawaida. Mungu amekubariki. Mungu amekuondoa mahali, anakwenda kukupeleka mahali pakubwa. Acha kupiga kelele na watu. Acha kuongea na watu. Acha kuzodoa na watu. Acha kusemezana na watu. Acha kupigizana kelele na watu. Acha kuema maneno mabaya na watu. Akikupa
kulia, achana kujibu vibaya. Wewe sio mtu wa kawaida. Nikamwambia Mungu, kama uishivyo Baba yangu uliye mbinguni, katika jina la Yesu nasema asante, kwa sababu ninajielewa kwamba Mungu umefanya kitu cha tofauti kwenye maisha yangu. Sina neno na mtu. Haleluya! Alina kiu nitamnywesha, alina njaa nitamlisha, aliana mahali pa kukaa nitampa mahali pa kukaa, maana ninazo nguvu. Najielewa ya kwamba mimi sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena kwa msisitizo, acha kusema na mtu, acha kupigana kelele na mtu, acha kuzodoana na mtu, acha kulia na mtu kwa jina la Yesu. Wale amua kuachilia. Bariki anayekusema vibaya, mbariki. Anayekuinua kibaya, mbariki. Anayekutakia mabaya, mbariki, kwa maana wewe ni baraka za Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina tena, katika jina la Yesu. Nahitaji watu 7. Watu 7 wasiokuwa na nyumba ya kuishi. Watu 7 ambao wanapanga. Nasema nataka watu 7 ambao wanapanga. Nasema nataka watu 7 ambao wanapanga. Nimesema nataka watu 7. Nataka watu 7. Usiniharibie. 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 Nataka watu 7 wanaopanga, wasiokuwa na nyumba. Nataka watu